upande wa utetezi. Kuna mawakili wengine ambao ni senior, alikuwa anaongoza senior counsel Mpale Mpoki, na mawakili wengine Dr. Nshala na wengine Peter Kibatala na Jeremiah Mtobesia na mawakili wengine mbalimbali. Leo tulikuwa kama zaidi ya mawakili 23. Leo shauri lilikuwa linakuja kwa ajili ya kwanza, shauri la kwanza lilikuwa na shauri la uchochezi ambalo lilikuwa linakuja kwa ajili ya kusikilizwa hoja za awali, ambao tumefanya masikilizano ya hoja za awali ambavyo Mheshimiwa Lissu ameuliza mambo ambayo wanabishana na mambo ambayo hawabishani. Kwa hiyo shtaka linahusiana na kutoa taarifa ambazo ni sio za kweli, ni mashtaka matatu. Shtaka la kwanza linahusiana na kutoa taarifa juu ya rais kuingilia uchaguzi wa serikali za mitaa. Shtaka la pili linahusiana na taarifa za uongo ambazo wanatuhumiwa nazo kuhusiana na majaji kwenye kutenda haki, lakini shtaka jingine ambalo linahusiana na namna gani kama alitoa taarifa hizo kama ni za kweli au sio za kweli, kuhusiana na hivyo vitu vitatu ambavyo nimevieleza hapo awali. Kwa baada ya kesi kutajwa, Mheshimiwa Lissu alitoa hoja zake za awali na akakubali kuhusu personal particulars zake, vitu vyake binafsi, na kwamba alikamatwa na kushtakiwa mahakamani, lakini mambo mengine yote ameakana kuhusika. Kwa hiyo taarifa ambazo zimetoka amesema zile taarifa ni za kweli. Hicho ndio kitu ambacho kimejitokeza. Kwa hiyo tarehe 2 mwezi wa 6 kesi inakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Upande wa uendesha mashtaka wamesema watakuwa na mashahidi 15 na vielelezo zaidi ya 9. Kwa hiyo tunategemea waanze kutoa ushahidi wao. Kwa hiyo tutegemee tarehe 6 mwezi wa 5 mashahidi kwanza kuja, lakini pia tutegemee mahakama kitu kingine ambacho wametoa amri kupewa maelezo ya mlalamikaji. Kwa hiyo tutajua mlalamikaji ni nani, tutajua mashahidi hao wanaanza kutoa ushahidi ni nini, na sisi tutajipanga tujue mashahidi wetu ni wakina nani kwenye hili shauri. Sasa na ile kesi ambayo aliambiwa ya uhaini, hiyo kesi ya uhaini yenyewe inakuja tarehe 6, lakini na yenyewe sio kwa njia ya mtandao tena. Tarehe 2 mwezi wa 6. Na yenyewe sio kwa njia ya mtandao. Yenyewe inakuja kama ilivyo nyingine. Kwa hiyo masuala ya kesi kwa mtandao yameisha. Kwa hiyo tunategemea kesi zote zitakuwa mtu anakuja anasikilizwa kesi zake zote. Asante.